Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa. Tuendelee kuangazia juu ya mashindano ya Muungano Cup ambayo yanafanyika visiwani Zanzibar, yanayohusisha timu kadhaa kutokea Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani. Baada ya ushindi wa klabu ya soka ya Young African Sports Club wa magoli 4-0 dhidi ya Mwembe Makumbi City na kuvuka kutoka katika hatua ya robo finali kuingia nusu finali kwa kishindo. Hapo jana pia klabu ya soka ya Azam Football Club iliweza kuvuka pia kutoka katika hatua ya robo finali kuingia nusu finali kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya klabu ya soka ya KVZ. Tayari timu mbili zimeweza kuvuka katika hatua ya robo finali kuingia nusu finali, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans itakutana dhidi ya klabu ya soka ya Azam Football Club katika nusu finali kutafuta bingwa ambaye ataenda finali kucheza dhidi ya upande wa pili, bingwa ambaye atapatikana katika hatua hiyo ya nusu finali kwa upande wa pili. Upande huo wa pili ni hatua ya robo finali, itakutanisha michezo miwili siku ya leo, timu zote zikitupa karata yake ya kwanza. Kwa upande wa klabu ya soka ya Mnyama Simba Sports Club atatupa karata yake ya kwanza dhidi ya klabu ya soka ya Mafunzo FC, na timu nyingine ni Mlandege FC dhidi ya klabu ya soka ya Singida Black Stars, ambapo mshindi kati ya klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Mafunzo FC ataingia nusu finali, na huku mshindi atakayepatikana kati ya Mlandege FC dhidi ya Singida Black Stars ataingia katika hatua ya nusu finali. Nusu finali hiyo mshindi atakayepatikana kati ya hapo basi atasonga moja kwa moja kuelekea katika hatua ya finali, ambapo atacheza dhidi ya mshindi atakayepatikana katika hatua ya nusu finali kwa upande wa pili. Kutokana na mwenendo huu wa ligi ya Muungano Cup unavyokwenda, wadau wa soka pamoja na wachambuzi wa michezo nchini Tanzania wameweza kutoa mitazamo yao, wakisema kuwa kuna hatihati ya asilimia kubwa kuchezwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, yaani klabu ya soka ya Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club katika fainali ya mashindano hayo mwaka huu 2026. Wanadai kwamba uwezekano wa Young African Sports Club kupata ushindi mbele ya Azam Football Club upo na anaweza akaingia katika hatua ya fainali. Kwa upande wa Simba Sports Club, uwezekano wa kushinda dhidi ya Mafunzo upo na akasonga mbele, huku endapo Singida Black Stars atashinda dhidi ya Mlandege na akaingia katika hatua ya nusu finali. Simba ikikutana na Singida, uwezekano wa Simba Sports Club kuondoka na ushindi katika mchezo huo upo na akatinga katika hatua ya finali. So dabi ya Kariakoo iko pale pale kwa mujibu wa wachambuzi wa soka pamoja na wadau ambao wana historia ya kufuatilia michezo hii ya ligi ya nyumbani, hususan ligi kuu NBC Tanzania bara pamoja na ligi nyingine ikiwemo CRDB Federation Cup, Muungano Cup pamoja na Mapinduzi. Simba Sports Club imeweza kufanya maandalizi ya kutosha hapo jana baada tu ya kuwa imetua katika visiwa vya Zanzibar, huku akionekana mchezaji Bajabel ambaye alikuwa ametolewa kwa mkopo kuelekea katika nchi ya Kenya kujiunga na kikosi cha Police Kenya. Ameonekana kuwa ni miongoni mwa kikosi ambacho kitakwenda kuvaana na klabu ya soka ya Mafunzo FC hii leo katika mchezo wa Muungano Cup. Kocha mkuu wa Simba aliweza kutoa neno kuelekea katika michezo ya Muungano Cup, hususan mchezo wa Simba Sports Club ambao ni karata yake ya kwanza katika michuano hiyo. Amesema hivi: malengo yetu ya kwanza ni kushinda mashindano haya. Tumekuja na wachezaji wote na naamini kila mmoja atapata nafasi ya kucheza ili kwenda kutimiza malengo yetu. Kocha mkuu Steven Baka. Lakini pia nahodha wa timu hiyo ya Simba Sports Club Shomari Kapombe aliweza kuwakilisha wachezaji wenzake katika mahojiano katika press conference iliyofanyika hapo jana juu ya maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kwanza kwa upande wao dhidi ya klabu ya soka ya Mafunzo FC. Amesema hivi: wachezaji tumefurahi kuwepo hapa Zanzibar na tumekuja kushindana katika mashindano haya na tunatamani kufika mwisho wa mashindano ili kupata kikombe na kutimiza malengo yetu tuliyokuwa nayo. Nahodha Shomari Kapombe. Kila laheri kwa timu zote ambazo zilipata nafasi ya kuingia katika mashindano haya, zilizotoka na ambazo ziendelee kusonga mbele kuhakikisha zinafika katika hatua ya fainali na kuchukua ubingwa. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya michezo kama haya, teki, burudani pamoja na habari za kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili usipitwe na kila video ambayo inatoka hapa. Tukutane tena hapo baadaye.